Karibu sana kwenye studio zetu, na leo tunachambua video zinazoenea kwenye mitandao, na taarifa zinazotufikia kwa wakati huu ni kwamba mauaji makali ya muuzaji wa madawa ya kulevya, yani Kingpin, Drug Lord Kingpin of Mexico, anaitwa El Mencho. El Mencho aliuliwa siku ya Jumapili masaa ya asubuhi baada ya girlfriend wake ambaye alikuwa spy kupea simu yake kuturakiwa wakiongea na yule muuzaji mkubwa wa kikosi cha GNRG, yani Jalisco Cartels. Huu muuzaji wa madawa ya kulevya ndiye walikuwa girlfriend yake alihusika kwenye simu yake na kuturakiwa wakiongea na yeye. Inabainika kwamba polisi wa Amerika na polisi wa Mexico walimzidikisha hadi karibu na mahali yule mtu alikuwa, na huyu mtu huenda alikuwa na bodyguard wake, na wakati mauaji ilianza wote waliuliwa. Walinzi wake walitangulia kuuliwa na El Mencho majeraha ikamshika. Baada ya hayo, ile ndege ya El Mencho aliingia kupelekwa kwenye Mexico City ili atibiwe. Mapolisi wa Amerika walilipua ile ndege na ndege kuanguka na akafa pale. Kutoka hapo pembeni pale awali, kabla nimalize ile hadithi yangu, wauzaji ama wahusika wa madawa ya kulevya, ule alikuwa mwanzilishi wa lile kikosi Pablo Escobar, aliuliwa mwaka wa 1993. Aliuliwa akiwa kwake nyumbani baada ya simu yake kuturakiwa. The same thing kama huyu El Mencho, vile simu ya girlfriend yake iliturakiwa na kuonyesha huyu mtu amejificha kwenye misitu ya Tapalpa milimani kuu. Ndege yenye ilikuwa inamuwida kwenye angani, wale wahusika wa madawa za kulevya ama wale criminals walituma drone na kuangusha ile ndege ya wapelelezi, ikawa polisi 25 walikufa pale. Siku kama ya leo, kiwanja cha ndege cha Jalisco kimesimamisha shughuli zake ili vita baina ya wauzaji wa madawa ya kulevya na mapolisi ama wanajeshi wa Mexico hadi siku itakaposimamia. Inaonekana watu wamelala airport, watu wamepumzika airport, ambapo Amerika na nchi zingine zikiendelea kuomba watu wao wawe na utulivu kiasi hadi vita ya wapiganaji hadi vita hii ishe ama hii vita ipungue na tujue kweli kabisa angani iko clear, ndio ndege zianze kuachiliwa. Imagine wauzaji wa madawa ya kulevya ama walaghai wa madawa za kulevya wamesitisha shughuli za airport za Jalisco, ambapo inaonekana sio Jalisco peke yake, maeneo ya West Mexico kama Jalisco, Guadalajara, Guanajuato, Tapalpa na uko chini karibu na Michoacán, shughuli zote zimesimama. At least ndio shughuli zimesimama, vita ziendelee. Wale wakora baada ya mkubwa wao kuuliwa yani ile revenge, walichoma manyumba, wakachoma magari, wakasimamisha kila shughuli hadi maredio ikatangaza, maredio na matelevisheni, hadi serikali yote ikatangaza hali tete. Mji wa Guanajuato, Michoacán, Jalisco na uko chini karibu na maeneo mengine inaitwa Tapalpa hadi uko kote kumesimama shughuli zote. Baada ya mhusika wa madawa ya kulevya shughuli zake akazileta zikawa zinaumiza, sababu wale walaghai hawajali, wanatokea barabarani kuchoma, kuua watu, kuchoma magari, kuchoma manyumba yenye wao wenyewe wanaita revenge. So kile tungeomba hapa, vile ningeomba kama uko popote huko na una shughuli na uko na idea ama mpango wa kuingia mji wa Mexico, ningekuomba ukae bahari sana kidogo, utulie kidogo hadi vita hii ziishe, na zitakapoisha serikali ya Mexico itatangaza mwisho wake. Usisahau kwamba Pablo Escobar aliuliwa, El Chapo ameuliwa, sasa huyu ni El Mencho ameuliwa. Haibainishi ama haijajulikana bado mwenye atachukua nafasi ya El Mencho, ambapo leo asubuhi kumetangazwa utajiri wa hawa
utajiri wa wakora wa madawa ya kulevya ulikuwa takriban dola 20,000 ndio utajiri wa wakora wa madawa ya kulevya. Kazi yao kuu ilikuwa madawa ya kulevya walikuwa wamejigawanya mara 3. Kuna wenye wanahusika na kuendea dawa kwenye kisiwani ambapo boti yao ilishikwa na kulipuliwa karibu na Venezuela. Kuna wenye walikuwa wanahusika na kuchukua dawa, kuna wenye walikuwa wanahusika na security, na kuna wenye walikuwa wanahusika na kulipa wafanyikazi. So kikosi cha walaghai hawa walikuwa wanajijua wao wenyewe wanafanya kinyume cha sheria, ndio wakawa mpaka wako na wapelelezi wao. Pale mwanamke mmoja akajitokeza kama mpelelezi wa hali ya juu, akajitokeza kama girlfriend, akapenya hadi akawa rafiki wa mkuu wa kikosi cha uzaji wa madawa ya kulevya Elumencho. Baada ya kuhusika, huyu mwanamke inabainika wamekaa muda wa miezi 3, na huyu mwanamke siku moja asubuhi akamwambia bwana yake ambaye ni Elumencho ageomba kufika ushago kisha akuje. Wakati alidanganya bwana yake anaenda village kuona wazazi wake, alienda kaona mapolisi, akawajulisha amempata, na kile angetaka ni kupeana namba yake mwenyewe iturakiwe atakapokutana na yule mkora wa madawa ya kulevya. Polisi bila kusita, mwanamke akapangiwa siku yenye atarudi huko mistuni waonane na yule mtu, na ilipofika pale simu ya mwanamke kubuka imeturakiwa. Alipofika pale mstuni aliflash. Wakati aliflash ilikuwa ishara kujulisha mapolisi wako na yeye. Wakati alipofanya hivyo, polisi wakaingia kwenye sasa ndege zote, mapolisi wa Amerika, wapiganaji wa madawa za kulevya, kikosi cha DEA, wote wakajaa angani na kwenda kushughulika ama kupigana na kutafuta yeye. Sasa yeye mwenye amekuwa akitafutwa muda wa miaka 15, ambaye jina yake ni Elumencho. Aliuliwa Jumapili ya asubuhi, na Mexico yote ikawa tete. Mexico yote ikaigiza baridi. Matajiri wa wauzaji wa madawa ya kulevya wakashikwa na tete, ambapo hiyo jioni ya Jumapili masaa ya saa 1 jioni walijitokeza kama revenge. Waliharibu, walichoma magari, walichoma manyumba, wakaua mapolisi, wakaua wanajeshi. So mji wa Mexico umeingiza hali tete, ambapo kikosi cha DEA kimetapakaa hiyo maeneo. Sasa Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tapalito, kote kumejaa tete, na ndiposa naona nimjulishe vile kunaendelea. Mungu ambariki kwa kusikiliza ripoti hii, na kama nitapata ingine muhimu huenda nimletee the same na kwenye same channel. God bless you and God bless you too.